Yes, bana mtazamaji wa Mtani TV, karibu tena kwenye session nyingine mahali ambapo tunakwenda kuangalia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa kundi D kati ya Stade Malien kutoka nchini Mali dhidi ya Simba Sports Club mnyama mkali kutoka mtaa wa Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam nchini Tanzania. Ni mchezo ambao unafanyika siku ya Jumapili majira ya saa 1 jioni huko katika mji wa Bamako nchini Mali. Sasa tupo hapa kukiangalia kwa kina kikosi cha Stade Malien, ubora wao uko wapi, historia yao, lakini pamoja na kuangalia ubora wa nyota wao kwenye kikosi chao cha kwanza cha Stade Malien, timu ambayo msimu uliomalizika ilishiriki kombe la shirikisho sambamba na Simba Sports Club na walikuwa katika kundi B, kundi ambalo hawakufanikiwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya mtoano. Walikuwa wao pamoja na RS Berkane pamoja na Stellenbosch, bila kumsahau Sidi Luanda kutokea nchini Angola, na wao waliburuza mkia Stade Malien kutoka kwenye kundi hilo wakiwa na alama 6. Simba wao msimu uliomalizika walikuwa kwenye kundi A kwenye kombe la shirikisho na walivuka mpaka kwenda kucheza finali dhidi ya RS Berkane, ambapo walipoteza mchezo wa finali kwa aggregate ya magoli 3-1. Stade Malien, ukiwazungumzia Stade Malien unazungumzia team the most successful club, ama timu yenye mafanikio kuliko zote nchini Mali, na ni timu ambayo imechukua ubingwa wa ligi kuu nchini Mali, Premier Division, kwa zaidi ya misimu 24. Lakini pia ukiwazungumzia Stade Malien, ndio timu pekee kutokea nchini Mali yenye ubingwa wa kombe la Afrika mwaka 2009. Walichukua ubingwa wa kombe la shirikisho kwa kumfunga Entente Setif ama AS Setif ya nchini Algeria kwa mikwaju ya penalti. Na ni timu ambayo ina rekodi kubwa tu, imewahi kuandika historia kubwa katika mpira wa Afrika ukilinganisha na Simba ambao wao wameshia kucheza finali lakini hawajawahi kubeba ubingwa wote wa kombe la CAF. Hao ndio Stade Malien. Stade Malien ukiangalia kwenye kikosi chao kimeundwa na nyota wengi wazawa, tofauti na kikosi cha Simba ambao kuna mix kubwa ya wachezaji wa ndani lakini pia wachezaji wa nje. Lakini ukiwatazama Stade Malien, kikosi chao kina wachezaji wachache tu ambao hawazidi wachezaji 4 kutokea nje ya taifa la Mali, na hii ni timu ambayo ubora wao mkubwa sana upo kwenye kujilinda. Ni timu ambayo inasifika sana kwenye kujilinda. Hata ukitazama mchezo wa kwanza waliocheza kwenye kundi B, kwenye kundi D la klabu bingwa barani Afrika msimu huu, mchezo wa kwanza ambao walicheza dhidi ya Esperance de Tunis, watu wengi hawakutazamia kama ni timu ambayo inaweza ikaenda katika mji wa Tunis dhidi ya Esperance na kutoka na clean sheet wakiwa ugenini kaskazini huko mwa Afrika. Ndo wakafanikiwa kufanya hivyo na kuruhusu goli lolote, na walizuia vizuri sana, na ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikawashangaza watu wengi katika namna ambavyo wanatengeneza ile sanaa yao ya kuzuia. Na ukitazama kwa mfano msimu uliomalizika kwenye kombe la shirikisho, licha ya wao kutoka mapema kwenye hatua ya makundi, lakini ndio timu ambayo katika sanaa ya kuzuia iliongoza kwa kufanya tackling sahihi. Walikuwa na wastani wa kupiga tackling 12.2 per game, lakini ndio timu ambayo iliongoza kwa kufanya clearance nyingi katika mchezo mmoja. Walikuwa na wastani wa kufanya clearance 27.7 per game. Kwa hiyo unaweza ukaona ubora wao mkubwa upo kwenye kuzuia, na wanasifika sana kwa uwezo wao wa ile work rate ya wachezaji wao. Kwa mfano kwenye msimu uliomalizika kwenye kombe la shirikisho, unaweza ukamwona mchezaji ambaye aliongoza kwa kufanya accurate tackles ama tackle sahihi kwa kila mchezo alikuwa ni sio fullback, alikuwa ni kiungo mshambuliaji wa mbele. Kiungo mshambuliaji wa mbele alikuwa anaitwa Musa Diallo, ambaye yeye alikuwa na wastani wa kufanya tackling sahihi 2.5, yani tackling 2.5 ama 0.5 2.5 kwa game. Alikuwa na uwezo wa kufanya tackling 2.5 kwa kila mchezo. Huyu ni kiungo mshambuliaji. Angalia work rate ya huyu kiungo mshambuliaji wa Stade Malien, Musa Diallo, ambaye
alikuwa anafanya tackling 2.5 kwa kila mchezo. Kwa hiyo unaweza ukaona hii Stade Malien ni timu ambayo inaenjoy sana kuzuia, na wana huo uwezo wa kuhimili mashambulizi na kuzuia vizuri lango lao lisiweze kupata madhara. Na ubora wao mkubwa kiuchezaji wa Stade Malien upo kwenye vitu viwili: mipira mirefu na msimu uliomalizika kwenye kombe la shirikisho walishika nafasi ya pili kwa kuwa timu ambayo inapiga mipira mirefu kwa usahihi. Walikuwa wanapiga mirefu ambayo inawakuta watu. Nikizungumza kupiga mipira mirefu kwa usahihi, ni ile mipira ambayo inawafikia watu. Walikuwa na wastani wa kupiga mipira 31 walikuwa na wastani wa kupiga mipira 31.7 kwa kila mchezo. Lakini pia eneo lingine ambalo ni bora sana kwao ni eneo la kupiga cross. Kwenye kombe la shirikisho msimu uliomalizika, Stade Malien ilikuwa ni timu ya 3 kwa kupiga cross nyingi sahihi. Walikuwa wanapiga cross 5.8, walikuwa wanapiga cross 5 kwa kila mchezo kwa usahihi. Kwa ubora wao mkubwa sana ni kwenye mipira mirefu, lakini pia mipira ya cross. Kwa hiyo ni maeneo mawili ambayo Simba unapaswa kuwa nayo makini. Na nikizungumzia mipira mirefu, unakuja kutazama nature ya kikosi chao ama profile ya wachezaji walionao kwenye kikosi chao msimu huu. Ukitazama eneo la katikati mwa uwanja, wana viungo watatu ambao they are very physical, ni wachezaji wenye mili mikubwa sana. Ibrahim Kamara, lakini pia yupo Mamadou Traore, bila kumsahau Ahmad Bello. Huyu ni kiungo ambaye anacheza katikati, raia wa Kameruni. Hawa ni viungo wawili ambao viungo watatu ama midfield trio ya Ibrahim Kamara, Mamadou Traore pamoja na Ahmad Bello ni viungo ambao wako physical na nguvu sana, ni warefu na wanashinda sana mipira ya juu, mipira ya hewani, wanashinda sana fast ball, wanashinda sana pia second ball. Simba wanapaswa kuwa makini hapo. Lakini eneo lingine sana lenye ubora ni eneo la defense. Goalkeeper wao Ngolo Traore kwenye mchezo, kwa wale ambao walitazama mchezo wa Esperance na hawa Stade Malien, ni goalkeeper ambaye alifanya save 3 kwenye mchezo huo. Ni mmoja kati ya magolikipa tegemeo na bora sana kwa sasa nchini Mali. Local best players wa nchini Mali, ukimzungumzia goalkeeper bora kwa sasa hivi unamzungumzia huyu Ngolo Traore, goalkeeper wa Stade Malien. Mchezo dhidi ya Esperance alifanya save 3 na ni mmoja kati ya magolikipa bora ambao mashabiki wa Simba ama watakufanikiwa kutazama mechi ya Simba na Stade Malien hapo kesho wataona uwezo wao. Mchezaji mwingine mzuri na ambaye anafanya kazi kubwa sana kwenye kikosi chao ni fullback wa kushoto, raia wa Ghana. Huyu ni Francis Awine, ni mmoja kati ya mafullback ambao ni very defensive, lakini ni madefender ambao ni wabishi sana. Upande wake huu wa kushoto ni mgumu sana kupitika. Nikizungumza mgumu kupitika, nazungumza ni upande mgumu kupitia, kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao aliongoza kwa kufanya tackling nyingi sana, kiasi cha kuwanyima utulivu mawinga wa Esperance kwenye mchezo uliomalizika. Sasa wachezaji hatari wa kuchunga kwenye kikosi cha Stade Malien kwenye mchezo wa Stade Malien dhidi ya Simba, wachezaji hatari wa Stade Malien ni viungo washambuliaji wa Stade Malien wawili. Mmoja ni raia wa Mali, lakini mwingine ni raia wa Cameroon. Huyu raia wa Mali yeye anavaa jezi nambari 7, anaitwa Osman Koulibaly. Ni kiungo mshambuliaji ambaye kwenye mchezo dhidi ya Esperance de Tunis, huu ni mchezaji ambaye aliongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi sana. Angalia ubora wake huu ulipo. Licha ya Stade Malien muda mwingi kuwa katika hafu yao wakizuia, lakini walipokuwa wanapata mpira, huyu Osman Koulibaly ni mchezaji ambaye alikuwa anafanya vitu vitokea. Ni mchezaji ambaye aliongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi kwenye mchezo wa Esperance na Stade Malien. Alitengeneza nafasi 5 za kufunga magoli kuliko mchezaji yoyote ukicombine wa Esperance pamoja na Stade Malien. Lakini msimu huu pia huyu Osman Koulibaly ni kiungo mshambuliaji, ni winga wa kushoto, anayetumia mguu wa kulia. Yeye amefunga magoli 2 mpaka sasa kwenye kampeni hii, kuanzia kwenye preliminary zile za kufuzu hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Yeye amefunga magoli 2 mpaka sasa hivi. Lakini mchezaji mwingine hatari wa kuchunga kwenye kikosi cha Stade Malien ni Tadeo Sinkeng. Huyu ni kiungo mshambuliaji anayecheza zaidi upande wa kulia, na huyu ni raia wa Kameruni. Msimu huu
ameshafunga naye pia magoli mawili kutokea upande wa kulia. Ni kiungo mshambuliaji wa Stade Malien, raia wa Cameroon, Tadeusz Nkeng, ambaye kwenye kikosi cha Stade Malien anavalia jezi nambari 34. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao hatari pia wa kuchunga kwa upande wa Stade Malien. Kwa hiyo Simba Sports Club hapo siku ya kesho dhidi ya Stade Malien unakwenda kukutana na upinzani mgumu. Stade Malien ni timu ambayo unaweza ukichukulia mchekea ukiangalia uzito wa timu zilizopo kwenye kundi D, Simba, Esperance, ukiangalia Petro na hawa Stade Malien, basi unaweza ukachukulia poa, lakini ni timu ambayo ni ngumu sana kufungika kama ambavyo tuliwatazama kwenye mchezo dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo Simba wana kazi kubwa sana ya kufanya dhidi ya Stade Malien. Kwa ubora huo ambao tumeangalia kikosi chao, ubora wao wa kiuchezaji upo katika maeneo gani? Nimezungumza hapo long balls, lakini cross, lakini pia kitu kingine ambacho kitakuwa cha kuwafikirisha Simba Sports Club ni namna ya kuwafungua, kwa sababu ni timu ambayo defensively wako imara zaidi. Bana, endelea kusubscribe channel yetu ya Mtani TV, endelea kushare na kucomment taarifa zetu ili uwe wa kwanza kuzipata pindi zinapotoka. Mpaka wakati mwingine.